دخل المدينة فاستضاء بنوره هذا المكان فلا ظلام ولا ذبول ودعا لها في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أيها المباركون، مرحبا بكم من جديد. Karibuni tena kwa mara nyingine kwenye halaka ya 5 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni tarehe 5 kwenye kipindi chetu cha Fadhailu al-Madina, utukufu wa jiji la Madina. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, tukiwa tunaendelea kutizama jinsi ya imani ilivyopenya kutoka Makka na kuelekea Madinatul Munawwara, inatudhihirikia mimi na wewe fadhila miongoni mwa fadhail za ahlul Madina. Naam, njooni katika riwaya hii ambayo kwamba iliyotamu kabisa, riwaya yenye kuvutia, na asli ya riwaya iko kwa Imam Ahmad na Al-Bazzar katika Majma' al-Zawaid na kwa Ibn Hibban kutokana na mapokezi ya sahaba mtukufu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Asema Jabir anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam labitha 10 sinin يتبع الحاج في منازلهم في الموسم. الحديث يكون متوم صلى الله عليه وسلم aliishi Makka kwa muda wa miaka 10 tangu atumilizwe na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ameketi Makka kwa muda wa miaka 10, anamfuata kila anayekuja katika msimu wa haji, anayekuja haji pale anamfuata katika sehemu ambayo kwamba anaiteremkia, anawafuata mpaka katika masoko yao, mahali ambapo kwamba wanaoketi. Lengo na shabaha akiwaambia nini? Man yuwini man yansuruni hatta uballigha risalati rabbi wa lahu aljanna, la ilaha illa Allah. Asema Jabir, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali hii akiwafuata mara kwa mara wale wanaokuja Makka na wale wakazi wa Makka, akiwaambia ni nani ambaye kwamba atakayekunilinda, nani ambaye kwamba atakayekusimama na mimi, nani atakayekunisapoti, nani atakayekunichukua na kuniweka kwa watu wake ili nipate kuufikisha ujumbe wa Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Ni nani atakayekusimama na mimi nipate kuifikisha risala ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Na mimi hapa mtume wa haki, mtume wa Allah, ninamdhamini janna, atapata janna. Asema Jabir, fala yajidu ahadan yansuruhu wa yuwihi, hakupata hata mmoja la ilaha illa Allah kwa muda wa miaka 10, bali ilikuwa ni kinyume kabisa. Asema Jabir, ilifikia muda ikawa kila anayekuja kutoka nje Yaman, kutoka Iraq kuikusudia Makka kwa ajili ya haji, akiingia Makka tu wale wakazi wa Makka walikuwa wanakwenda wanamshika, wanaambia tahadhari sana, tahadhari sana kutokumana na kijana wa Quraysh, asije akakufanya uchawi, asije akakupoteza, asije akakutoa katika dini ya wazazi wako. La ilaha illa Allah. Mpaka ikafikia mtume sallallahu alaihi wasallam kila aendapo wanamuishiria kwa vidole kwa njia ya istihza na kumzungumza kwa ubaya. Asema Jabir, katika hali hiyo mzito iliyompitikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 10, hatta ba'athana Allahu azza wa jalla lahu min Yathriba, mpaka ikafikia muda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatutoa sisi Madina. Fayatihi ar-rajulu, ikawa anakuja mtu kutoka Madina akiteremkia Makka, akifikishwa ujumbe wa Mwenyezi Mungu, anaamini, anasomewa Qur'ani, anasomeshwa Qur'ani, akirudi nyumbani kwake anakwenda kulingania Madina, watu wake wanaslimu. Asema Jabir radhiyallahu anhu, wakaanza kuslimu mmoja mmoja mpaka wakaja wakaslimu wale 6 ambao kwamba tuliwazungumzia, mpaka ikafikia muda. Asema Jabir, wajtama'na 70 rajulan minna, wakajumuika kati ya wale watu wa Madina ambao kwamba walislimu, wakaweka kikao cha dharura na kusema hatta mata nadharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah, mpaka lini tutamwacha mtume wa haki, mtume wa Allah awe anafukuzwa na kupelekwa huku na kule na kudhalilishwa katika nchi ya Makka? Kwa nini tusiende Makka tukamchukua tukamleta kwetu? Wakashauriana, wakakata mkato mmoja ya kwamba waelekee Makka, ili wakaketi kikao cha dharura na mtume sallallahu alaihi wasallam amuelezee juu ya hilo kwamba tumekuja kukuchukua na kukukaribisha kwetu. Ni lipi ambalo kwamba liloendelea? Endelea kuwa nasi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.